kazi imekuwa nyingi na tumefanya na upendo wa Mungu na tumerudi na Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Tulianza kusafiri jana na tukapata shida kubwa kupita Nakuru. Gari karibu vunje gearbox na ikazidi tolewa na engine chini. Tumelala nje jana na Bwana ametusaidia tumefika leo. Na hatujaingia hata kufanya chochote, tumeingia na kuoga na kukuja kanisani. Tunashukuru Bwana kutulinda. Nashukuru wapendwa wote waliosikia hii habari wakanifikia kwa njia ya maombi, kwa njia ya hela. Bwana Yesu wabariki. Sitataja jina la mtu kwa sababu nikitaja naweza kusahau nilete shida nyingine, tunarukia mwaka mpya. Praise the Lord. It was not an easy thing for us, my wife, and we really prayed and trusted God, and God touched many brethren here. They reached us out with prayer. Some of them even were praying for us and sending some cash to us. May God bless you so much. Hiyo gari imetengenezwa, gearbox tunanunua spares, tunaweka mpya. It's not an easy thing, but we are back. Praise the Lord. I went up with the children, spiritual children, and biblical ones. I went with some of them to Kisumu. Let them come here quickly. Spiritual children whom I went with to Kisumu. Watoto nilikuwa nao wakuja, wale watoto nilikuwa nao wakuja haraka sana. Haraka mfanye haraka pamoja na mama. Hawaongei saa inaenda. Kujeni hapa. Hawa ndio nitembea nao na watoto wengi. Mwingine nimebakisha hapa, mwingine kabeba. Kwa hivyo tunashukuru Bwana. Hao ndio wamebeba. Kujeni huku, kujeni hapa. Saa imeenda, hatutaki mambo mengi. Huyo ni mama mke wangu, unamjua. Afanye hivi tu. Saa imeisha. Huyo ni Hope, fanya hivi. Huyo ni Job. Na huyo ni Gracie. Hao ni baba wote, fanya hivi Gracie. Waambie uko sawa. Niko sawa. Basi hao naenda nao kazi ya nje na wamerudi wakiwa wazima. Mketi. Hii mwaka ambao mnangojea kwa hamu sana, baadhi yetu watafurahia. Baada Mungu kunizungumzia mambo mengi, kuna baadhi yetu hatutafurahia kwa sababu unajua tunaporuka mwaka watu wanakujanga kutegea vile watainuliwa na Mungu sana, vile watapata magari na pesa nyingi na vile wataenda ng'ambo na kurudi. Mimi wakati huu imeshindikana. Nimejaribu kuepa kama mwanadamu, lakini siwezi kufurahisha nyinyi. Lazima nifurahishe aliyeniita. Amen. Praise the Lord. Haikuwa rahisi, lakini lazima niheshimu yule aliyeniita. Kwa hivyo ukisikia mwaka huu hakuna shangwe sana, usijali. Baba ameleta ujumbe kwa ajili ya madhabahu hii na kwa ajili ya maisha yetu na vile tunaishi kwa ulimwengu huu. Na mambo Mungu hajafurahia sana. Nimekuwa na ndoto nyingi sana na tafsiri mwingi sana. Na ningependa utege masikio kwa sababu ya time. Maono ni kitu cha maana sana. Kuna watu wengi hawana maono. Na wengine wako na maono tu ya kuishi kama kawaida. Na wanamalizana mwaka waking'ang'ana kwa maisha ambao amefanyiwa kitu na Mungu. Hakuna, kwa sababu maono tulioanza naye kulikimbiza mwezi 2 mwezi 3 mkawachana naye. Sasa mkabaki peke yenu na mambo yenu. Yona hauna kitu ya kusimama hapa ukiwa na jasiri kusema kuna mambo Mungu ametenda. The same thing apply to men. Basi kiamba peke yake. Wanaume hakuna kitu Mungu alifanya. Na kama alifanya unaona haya, hakuna shida. Na maandiko yanasema mkiomwonea haya hapa, hata yeye ataonea haya mbele ya malaika. Praise the Lord. Sitamwonea Bwana haya kwa maisha yangu yote. Mungu alinitoa tope matope. Mungu alinitolea vitu ambao azingetoka kwangu. Huyo Mungu nitamshuhudia. That is why mimi natoka mbali kuja kanisa. Watu wengine mnatoka karibu hapa, mmezoea Mungu. Mimi nimetoka mbali kuja kanisani. Nimetoka over almost 600 kilometers kuja kanisa. Mimi nimetoka karibu hapa. Mimi naendesha gari,
niwacha vitu nyingi Mungu alionipa kule nyumbani, na nakuja kanisa Machakos. Piga Bwana makofi. Maono ni kitu cha maana sana. Vision. Vision is a true picture God can give you. There are two types of vision. Number one is the vision that you have, and you want to do it for the sake of the kingdom of God. And God, hii mimba niliyobeba sasa unaweza ona kile Mungu amefanya kwa hii mimba. So many Christians do not have vision. Na tukiwapatia maono siku ya leo, watakimbiza 40 days waachane naye. Na mimi nimekaa na Mungu kabla sijakuja huku. Mungu amenizungumzia mambo. Kila mchungaji leo kwa television, wengine wako mbali wanatoa maono zao kuhusu vile Mungu amezungumza kwa mwaka huu. Na zingine hata si Mungu amezungumza, is the wishes. Mtu anakuambia is the year Mungu atakuinua. Is the year utaendelea hivi. Is the year. Na saa hizi unatabiria malaya. Mtu ambaye amekuna pombe hapa, ama unatabiria mtu aliyemaliza Christmas. Wengi wenu mlionyeshwa na Mungu. Wengi hawakumaliza Christmas vizuri, mliingia kwa dhambi na Mungu hapa. Siku ya leo Mungu amekupa fursa ya mwisho. Change. Amen. Change. Amen. Hawataka vitu kama hiyo, na mmesema kwamba sitaheshimu mwanadamu. Petro akasema kwamba hatuwezi kuheshimu nyinyi ambao mwanadamu tu, lakini lazima hata kama ni shida, ni mateso, ni yetu heshimu Mungu wetu. Some of you, God will bring you to the vision. I will see you vile unafanya kwa Christmas. Vile mlifanya vitu kwa Christmas. Na sasa hizi umekaa hapa unangoja maono ya mwaka mpya. Hata Yesu mlifanya vituko, na sasa unaniangalia nikuletee ingine ya mwaka hii, ingine mpya 2020, na uruke na ushangilie. Kushangilia kwangu na kushangilia kwako kama haiambatani na maono ya Mungu na sauti ya Mungu, haiwezi ikaleta kitu chochote chema kwa maisha yako. Amen. Praise the Lord. Amen. Glory to the Lord. Amen. Sasa mko mahali hapa, ukishapewa maono unapewa, unaishika, inaingia ndani yako kama mimba. Unailea, unaitunza, kwa sababu kile itazaa ina manufaa kwa maisha yako. Amen. Praise the Lord. Amen. I thank God I'm a man of vision. For many years I walk with a vision. Amen. Not from my own mind. I allow God to deal with my spirit, to deal with my inner being, to give me and command me directly what is supposed to be done. Amen. Na hiyo nimekuja siku leo, wale mkuarunika nyumbani mtambiwa this is the year Mungu amefungua milango zote iliyokuwa imefungwa, zimefunguliwa zote. Na mtarukaruka sana, na mwaka ikiisha hautaona chochote. Mungu anapozungumza kwa maono, anataka people who are serious with what he saying. Watu ambao wanaishika hiyo kitu, wameandika chini, wamekamata, wameikunywa, wameimeza, wameilea, wameheshimu, wanaidhamini, wanaendelea na hiyo maono. Na hata kuuliza akiwa kwa choo, hata kama usingizi akwambia Mungu alizungumza, na ni alizungumzia kupitia mtumishi wake. Hii mwaka Mungu alisema 1 2 3. But those are serious people. Wanachukua maneno ya kufanyia maono ya Mungu kazi. Sema kazi. Mungu azungumzangi hivi tu alafu sema itafanyika tu. Never. Maono Mungu akiletea na ingia kwa maisha yako, inafanywa kazi. Ukifanyia kazi ni sauti ya Mungu, itazaa. Mwambie rafiki yako itazaa. 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 Lakini ukifanyia kazi miezi miwili 40 days ukifunga ukiomba, itapotea siku zile, utawacha kuifanyia kazi. Hiyo maono itakaa, haitazaa kitu, na kama itazaa mtoto ana kichwa, ama itazaa kigugumizi, mtu ambaye haelewi chochote, ama izae kitu pumbavu kwa sababu haikufanywa kazi. Maono ni picture. It is a true picture. It comes from God. Unapopokea una conceive hiyo maono, unaifanyia kazi mpaka dunia ijue, mpaka mapepo wajue kuna mtu ameshika mimba ya Mungu, kuna mtu amekamata anga ya Mungu, kuna mtu ameamua mimi na Mungu, kuna mtu amekamatana. Tulikuwa na maono ya mwaka huu tunamaliza the year of restoration and life. Many of us hawakuona kitu mpaka sasa, hawakufanya kazi. Wengine walifanya kazi mwaka 2,
miezi 2-3 wakaiwacha mahali pale. Wengine wakibarikiwa wanasema hapana, kuna kitu huyo anafanya, kuna mahali anapata kitu fulani. Sikia nikwambie, maono zote ya Mungu si ya watu. Ukishika vizuri ukamate, itazaa kitu. Itazaa kitu. Nashukuru aliyekuja nyuma ana ushuhuda. Aliyekuja akipata watu wanatangaziwa, wanaambiwa kwamba ni mwaka ya kupanuka na kurejeshewa. Akaishikia, akaingia kwa anga hiyo, akaishika hiyo koti, akashika hiyo miguu, akasema hata mimi ni mmoja, hata kama nilikuja jana. Watu walianza maono kabla, wakati sikuwa, hata wakiruka mwaka pengine kwa mahali pengine. Sasa amesema hata kama hajafafanua zaidi, amesema ameona uregesho, ameona upanuzi kwa maisha yake. Somebody say hallelujah. Maono si kitu kuchezea, si kitu kuchezea. Wachana maono ya kutoka kwa chakula na kuku na chapati. Maono inayotoka kwa Mungu ambao ana uzuri ulimwengu mzima, aliyeumba ulimwengu mzima. Wengine mchukue maono kwa sababu aliyesema maono ni nani. Unangoja mhubiri mwingine ako Tanzania ndiye aseme. Na kuambia tafuta huyo mhubiri, kwenda kaa kwake. Ana maono ya mali yako, na wewe mali huko shika maono. Hata ukisikia ingine imetoka Israel, hata ukisikia ingine imetoka Israel, Yerusalemu, kamata mali huko. Unyakuzi itafanyika mali huko. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. Oh, sakalaba. Mimi nimetoka Kisumu. Mimi nimekuja kanisa kutoka Kisumu, na madhabahu yangu na kazi yangu na kubariwa kwangu haiko Kisumu, iko Machakos. This is my place of assignment. Nikienda Kisumu nikipata kina Bishop Makegoi wakisema yao, naambia na mimi naenda kwetu. Kwetu sio huko, kwetu ni hapa. Ndio mkinifukuza kwa maombi ndio nipate nimerudi. Bwana siwe. Sio unasikia Mungu anashukuriwa hapa hivi kwa baa. Watu wanakunywa pombe mpaka wajijui. Wanasema wanashukuru Mungu. Hizo ndio vitu Mungu amekasirika. Umalaya rate yake imeenda juu. Watu wanasema leo wanashukuru Mungu umalaya. Hawatoi kwa kitanda mpaka asubuhi. Mungu amekasirika. Mungu amekasirika. Na anazungumza na kanisa aliyenunua na damu ya gharama isimame kwa nafasi yake. Uchafu, Mungu amekasirika. Nilifunuliwa vile kanisa lilivyo. Umewahi kuona mtama inapandwa kwa mchele? You have never seen that. Mtama inapandwa kwa mchele na zinakuwa pamoja. Inamaanisha kanisa imechanganya. Haujui mtama, haujui mchele ni gani. Zote zinakuwa pamoja. But the time has come. God must make a distinction. There must be a difference. Lazima utofauti onekane. Kama mtu ameokoka, utofauti onekane. Wengine umeokoka, unacheza muziki ya pande hii ukiwa kwako. Ukiingia kanisani, unacheza kanisa. Changanya, Mungu amekataa. Changanya, Mungu amekataa. Wakati kwa nyumba yako unaweka disco ya ulimwengu huu, ukikuja kanisani naye unasifu ya pande hii. Changanya, Mungu amekataa. Na unataka tukwambie, tukelee mikono kuambia kwamba na hiyo madisco zako na hiyo ukora yako tukwambie umebarikiwa. I'm telling you that will not happen. God is looking for people who are serious to carry the vision. They carry that vision. They are serious, and the distinction is seen. Even the people around them, they can say for sure, this lady, this mama is born again, spirit filled. Amina. Bwana sikiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Kujeni huku. Vijana tokeni huko. Wachenda disco. Wachana mang'aa. Wachana ujuaji. Tokeni huko. Njoni huko. Amen. Wahubiri mko hapa. Tokeni huko. Wasichana tokeni huko. Jehova amekasirika. Now write
Nimeona ugumu wake itakuwa ngumu kuliko 2019. Itakuwa ngumu sana. Hapo huwezi sikia amen hata moja. I don't care whether you say amen or not. Haitakuwa rahisi. Hata walevi wataisikia. Hata washerati wataisikia. Haitakuwa mwaka rahisi. Lakini kuna tumaini. Haitakuwa mwaka rahisi. Mungu anaonyesha we are living in the world of wickedness. Watu wamekuwa waovu kupita kiasi. Mmoja akanitumia message akaniambia we have begun to receive Christmas results just by with us as they stream in. Watu wamechekojolea kwa kunywa pombe mpaka wajikojolea. Sitaonyesha size. Just by with us the results are streaming in. When I celebrate Christmas, that is not you. Kile uovu inawachiliwa iwe level ya juu. God is doing shivering. Haya magumu itaonekana. Nimeona malaika ukishuka kutetea watu ambao wameamua kusimama. Amen. Nimeona Mungu akituma ulinzi wa kipekee. Amen. Nimeona Mungu akipigania kanisa. Watu wamesema sitafanya dhambi. Hata kama kuna nini sitaingia kwa dhambi. Sitawacha Mungu wangu. Hata kama vyakula zitapotea, nitakuaminia kwa Mungu. So this is the year of building a spiritual walls. Building spiritual walls. Kujenga ukuta za kiroho. Amen. Ukuta za kiroho maana yake, the spiritual wall is the strength of God. Amen. It is the salvation of God. It is the protection of God. Dunia itakuwa ngumu, kuna mishale zitatumwa, lakini they will counter God. Spiritual wall for protection. Amen. Upon his church. Amen. Not everybody who said praise the Lord is saved. But people who are serious and saying, God, I can see the spiritual world around me in my spirit. I'm no longer there. God, I'm going to pursue. I'm going to follow you until you put an edge of fire, an edge of protection upon my salvation, upon my business, upon my children. Oh God of heaven, the difficult situation where the enemy be raging to fight me, Lord, I stand in the gap and I declare I will never forsake you. Where comes Rebel Shanshana or Jehovah, as you do so, God is ready to release a spiritual order. God is ready to release the edge of fire upon his church. Situation will come, tribulation shaking will come. In that situation, God is coming to release a spiritual word upon his church. This is the year my father has told me, oh my son, go and reclaim every spiritual water to be saturated in your spirit. If the enemy cannot access your spirit, your mind, your conscience, because I am Jehovah, I am going to release an hedge of fire. The spiritual water is a requirement into this wicked age. These are the walls that will protect not to sin. Amen. These are the walls that will protect not to compromise. These are the walls that will protect you not to go against the will of God. These are the walls that will enable you to stand in any difficult situation. Whatever the enemy is planning to do, when you pursue God, he will allow you. Amen. These spiritual walls will help you. Don't forget where you are going. We are not of this world. We are not of this world. We are just passing by anything. Listen to me. God has taught me anything.
Tulienda mlimani. You know, Grace has never gone to Kisumu, but Grace has a lot of testimony. Tulienda mlimani, tukapata wadosi. One of them, the former PC of Nyanza, Cheragati, is now late. This man alijenga nyumba, wapendwa nyumba, and in his apartment, not to mention apartment. Ya PC, ukiangalia masabeli umetoshana hapa yote. Jamaa alikufa. Mandege za ndio zinaishi huko. Bats. Na lizards. We are not of this world. We are living this world with everything in it. We cannot carry everything. But our God may protect our salvation. May protect our soul. May God build a wall. We are going to build a wall. Fire to protect the church. Kuta za ulinzi. Mbao ukiona mwanamke anatembea uchi, kuna ukuta za ulinzi hautasumbuka nazo. Ukiona walevi wamekunywa pombe mpaka wanajikojolea, hautasumbuka nazo. Ukiona watu wanatoa vitambi 100, hautashughulika nazo kwa sababu umezingirwa na kuta cha Mungu ya kiroho. Unahitaji hizo kuta. Unahitaji hizo kuta. Israeli walipotolewa uhamishoni, waliporejeshewa, walikuwa wanajenga hizo kuta. Walikuwa wanafika wanapata bila adui amefanya kazi. Wangeamuka kujenga hizo kuta kwa ajili ya ulinzi. Mungu ashaturegesha mali hatukuwa. Tulienda mbali lakini Bwana ameturegesha. Wengi wamekufa hatukukufa. Wengi wamelaniwa hatukulaniwa. Wengi walikuwa njaa hatukukufa njaa. Turukana watanya madharau hataweza. Atatuma mishale hivi, lakini Mungu wako wewe ameamua atasimama kwa ajili ya ukuta. Amewekea wapendwa kakasaka ora patakaka. Wataliga biashara, waseme biashara tunashika. Wakijaribu karibia wanapata kuta za moto. Kwa yule ameamua, wamesema Mungu usiku na mchana nitakutafuta. Wataleta biaka na magonjwa, wataleta ukimwi, lakini walioamua ukuta kiroho itakuwa imeinuliwa kwa ajili ya kanisa katika jina la Yesu. Watatuma mishale kwa watoto wetu. Hata kama mjui Mungu, tutaenda kuteta na ulimwengu wa dhambi, ulimwengu wa mauti. Tutasimama mkienda shuleni, wakituma mishale ya kunywa pombe na bangi, tutasimama ukuta kwa ajili ya vitu vyetu. Ukuta wa kiroho, ukuta wa moto. Wakijaribu kuingia kwa ndoa ili mmewaga wachane na wenga, wakisongea karibu, Mungu atakuwa ameinuka na ukuta wa moto. Ora wakakakaka, ori mama, shakaganda. Nimeenda kwetu, nikapata watu wapendo wanagopa wachawi. Nilisimama nikawaambia, kama kosa watu wa kuua, niko mahali hapa mujaribu, aweze niua. Nina ukuta. Ambia mtu nina ukuta. Na nimeamua. Nina ukuta. Kama wako niua kule, na kule ni kali zaidi. Hata hapa tumerudi waambia kwamba wako tuwa mwaka uliopita. Tumebakisha dakika. Waliteka na mbuzi barabarani. Walijua nakuja. Na niwatangaze nakuja jana. Kondoo, thank you mama. Kondoo iliteka na kondoo kubwa. Unajua watoto wanalala pale wagara wanalala. Hiyo kondoo ilifanya wamuke kwa sababu ni nini? Ile gonga. Na kuja speed kondoo ndio huyo amechomoka. Nikaiona. Nikayepa. Gari lingine kwa natoka speed. Mata zote za mbele kuna. Kama sio Mungu singefika hapa. Wakaona nimefaulu na hiyo. Wakakuja na kuru wakatoa vitu. Nimerudi katika jina la Yesu. Ukuta wa moto. Na nimeamua sitawacha Jehova.
Nimeamua sitawacha Jehova. Nimeamua na moyo wangu wote na mambo yangu yote, Yesu ni Bwana. Hii kanisa uchawi imesukuma na masiako na vita kuanguza wapendwa. Ninasema ukuta makauna, ukuta kila uchawi, kila siako inayoanguza vitu za Mungu azitaanguka. Sema ukuta, kila majali waliotega niishie barabarani. Nikamwambia Jehova, angalia, nimetoka mbali, nenda Yerusalemu yangu kukutukuza Bwana. Nikaongeza spidi ya gari, ilitengenezwa, nikaongeza spidi. Na siongee na mtu, naongea na Baba. Sema Baba, sema Baba, sema Baba, ninakuja. Sio mbinguni sahihi, niko hapa, nakuja, nafika hapa kuhubiri. Mbinguni nitakuja siku nyingine, sio sahihi. Na hii mwaka sikuji, hata hiyo mwaka sikuji. Bado niko hapa kung'oa, niko mali hapa kuvunja katika jina la Yesu. Nipe Job chapter 1. Job chapter 1. Quickly. Write this point na kusaidia kwa maisha yako. Mimi napenda kile ambao nimepewa. Nyinyi ambao mlipewa ni mwaka ya kurukaruka na kuona pesa nyingi. Ongoja hiyo pesa itakuja. Hii nayo kingoje itakuja. There was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was blameless. Dika namba 1. Sema nimeamua. Sema nimeamua. Blameless. Hakuna madoadoa. Sema hakuna madoadoa. Sema hakuna madoadoa. Wakristo nawaambia kitu kimoja. Lazima madoadoa isionekane. Amen. Tumechoka na madoadoa. Mtu ameokoka hata ukimwangalia unashangaa. Yale mambo yanatoka mdomo wake. Unashangaa. There's a possibility for the Church of Jesus Christ to be a blameless church here on earth. Maswali alizepili ulikuona mada fulani, wewe dada ulionekana mada fulani, ndugu sema blameless. Madoadoa. Tumechoka na Wakristo na kuchanganya maisha. Leo uko hapa, kesho uko hapa. Leo ni waje usharati, unakaa miezi 4 ukifinyilia, mwezi wa 5 unafungua, unakuja na tu unawekelea mikono. Nimechoka na mikono. Amen. Nataka watu ambao watu you can't blame, they are blameless, hawana madoadoa. Wakisema tauni Yesu asifiwe, hakuna mtu atasema sio hiyo. Tumechoka na madoadoa. Kuja tumwambie amuka tena. Mungu amekasirika, au tamuka. Tumechoka na takataka ya kanisa. Amen. Mungu amekasirika. Amen. Umejaribu kuacha masengenyo, hauachi. Mimi nasema ndio, thank you very much kwa kufanya ndio. Hata ofisi yako ni mbaya. Hiyo ofisi mwanole mmoja. Hiyo ofisi ni mbaya. Nataka ofisi wall kama hii. Kitu kufanya namna hiyo unasikia Mungu. Kama una pesa, Mungu akona pesa. Mimi sitaki maofisi hapa inakaa kama nakaliwa na watu ambao hawajaokoka. Nimeokoka. Nakumaanisha. Job was a blameless man. Number 2, upright. Karabasta. Nataka watu wameamua kwa mwaka huu. And you see God releasing the age. That spiritual world will be released. Amen. Hakuna biashara ita access. Hakuna mchawi. Hakuna pepo itakaribia. Waje kuingia. Hakuna pepo itaingia ndani. Tumechoka na kinyonga, Wakristo wa kinyonga. Leo kwa hapa, kesho kwa hapa. Praise and worship team muamke.
asipoamka ajua mambo yako. Nimesema usimame. Hapa hatutaki maswali. Amen. Siwasikii? Amen. Hapa hatutaki maswali. Amen. You must be blameless and upright, praise and worship team. Amen. When you call the microphone, you begin to praise the Lord, heavens open. Amen. Because of blamelessness and upright attitude. Amen. Hii ndio mwaka nimehubiri kwa kanisa, sijawahi kuhubiri kwa kanisa hili na hubiri leo tangu nizaliwe. Hii ndio mwaka na hubiri. Si hubiri yake ni na hubiri mwaka huu. Number 3, one who fear God. If you are set, fear God. Amen. Don't fear a human being who can only kill you, but then he cannot do anything beyond that. Fear God. I say fear God. I say fear God. Amen. God is just about to release a spiritual age of fire. Amen. No devil can access a person of this caliber. No devil, no Satan, no power of darkness. Hakuna mtu atakushinda. Walijaribu, my friend. Na nilikuwa naona aibu. Mtu akombaomba. Na nakwambia Mungu napitia hii jambo lakini sitageuka. Sitaenda. Na nilikuwa na marafiki wengi. I have Bishop Nyade's wife, the family, they have money. And they were saying finally after hii maneno ukasema hata mungetuambia bilioni ngelikuwa na fountain. Sikuwapigia simu. Hiyo story ilipojulikana ninapigana vita kwa barabara mpaka saa 6 usiku. Sikoma moto kitu. Lakini watu walisikia hii habari. Somebody said, Daddy, we are here standing with you. Ilikuwa nataka gari tengenezwe nikuje usiku. Lakini ikawa iwezekani mpaka saa 6 usiku. Saa 12 tumeamkia mpaka saa 10 jioni tuko Nakuru. Shetani anashinda milele. The person of this caliber will cause God to release a spiritual war upon your life. Amen. And no power can kill for your time. Oh yes. No sickness. Amen. Mama baba alikuwa anahubiri on Sunday makanisa 6. Mama aliyemwombea kansa, I think beba hiyo picha. Kansa watu wanaogopa. Lakini a person of this caliber, you don't fear cancer. Amen. Ilifanya watu wasifuke kuona picha. Nilimwombea atapona kansa, anapika anatengana kidogo. Amen. 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 Blameless, upright, and one who fear God and shine evil. Mtu ambao akisikia dhambi anatoroka, akisikia uovu anatoroka. You shine it. Ukisikia watu wanakunywa pombe unakataa. Ukisikia watu wanasengenyana unakataa. Ukisikia watu wanachuki unakataa. Ukisikia watu wanaiba unakataa. Ukipata mtu anakuambia I love you like sweet, mwambie takataka in the name of Jesus. Catch fire in the name of Jesus. Let that fire react against every evil. Tumechoka na Satan ya dhambi ndani ya kanisa. A spiritual world. You must be a person of this character. Toroka uovu. Kuzungumza kwako ileta baraka. Kutembea kwako ileta baraka. Kunena kwako ileta baraka. Nimechoka na wachungaji ambao wanahubiri injili na wanalala na wasichana kanisani. Akiona mama ambao mume wake alimwacha anamfungia macho jicho. Hiyo jambo imeisha. Amen. Hiyo jambo imeisha. Na sijali kama ni bishop gani atakataa. Mungu aliyeniita kama nilivyosomesha mafuta iliyouzwe. I'm telling you, God is just about to deal. He's doing shivering. Watu wenye dhambi will be exposed by God and God will judge you. Amen. Because of time.
Shetani alienda mbele za Mungu wakati wana wa Mungu wanapia. Wakati the sons of God appear with praises and worship, the enemy anaapia kwa maswali. This time round hata appear. Amen. This time round he will not appear. The day the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. Every evil spirit that is fond of presenting itself as we present ourselves, this time around, with that culture, with that tradition, with that caliber, will not be able to present itself for my God. He did it. But in this period, this time, and this dispensation, no devil will be able to contend with and present himself for God as I present myself for God. That will not happen. Jesus did it. Continue, quickly. Now the Lord said to Satan, from where do you come? So Satan answered the Lord, from going to land from Kutangatanga and walking back and forth. Tangatanga Wachanai. The Lord said to Satan, have you considered my servant? Hey, I'm telling you, people are serious. Those questions. Have you seen? Have you considered? Kuna watu hapa Mungu anaangalia. Consider my servant that there is none like him on the earth, a blameless man, upright man, a man who fear God and shun evil. Those points are repeated. Na hizi zinatoka kwa Mungu, si kwa shetani. God is giving testimony. May God give testimony this year. Amen. Concerning your life. Amen. May God say, have you seen this person? Have you seen this praise and worship team? Have you seen them? Continue. Satan answered, the Lord said, does John fear God for nothing? Continue. Have you not made a hedge around him? Number one. Si shetani anaonanga vile Mungu ameweka hiyo ukuta. Anajua kuiona. Anaiona vizuri sana. Akasema, si nimeona umeweka ukuta around him. Around his household. Around all that he has on every side. You have blessed the work of his hand, and his position have increased in the land. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. This aid will protect from every evil arrows, from every evil slings, from every evil power. Ayubu aliendelea, changamoto zilikuja na hakujua kama Mungu ameruhusu shetani afanye hiyo kazi. Changamoto zilikuja, magumu yalikuja, hata Ayubu kaifa changanyikiwe, lakini Mungu akamsaidia kwa sababu akuelewa. Lakini baadaye